Baba, nakushukuru kwa asubuhi hii, umetuwezesha tena kuweza kuja katika siku hii maalum ya maombi ya Jumatano. Kama ilivyo desturi yetu, tunaliita jina lako sasa uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza ibada hii, na mimi unitumie tu kama chombo, na jina lako litukuzwe katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Somo la leo linatoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2 na mstari wa 23 na mstari wa 24. Aya mbili tu, lakini nitajikita zaidi kwenye ile aya ya kwanza kama ilivyo desturi. Inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Nimesoma mpaka aya 25. Somo linasema ya kwamba Mungu akasikie kilio chao. Hilo ndio somo la asubuhi ya leo. Ukiangalia historia ya Israeli, walipokuwa Misri, maana walienda kule wakati wa Biblia inaonyesha wakati wa Yusufu kwa sehemu kubwa. Ukiangalia historia yao, yule Farao aliyemjua Yusufu alikuwa ni mwema sana kwao, na aliwatunza Israeli vizuri sana, kiasi kwamba hawakuwa na shida. Lakini baada ya Yusufu kufariki na yule mwingine kufariki, hali ilikuwa nzuri kwa Waisraeli kule Misri. Walipitia mateso, walipitia utumwa kubwa. Biblia inasema walikuwa katika utumwa. Mateso yalikuwa ni makali, maana walikuwa wakifanyishwa kazi nyingi, walikuwa wakiabudu mpaka na miungu. Kila aina ya mateso unayoyafahamu waliyapitia. Lakini ajabu walizidi kufanya kazi, walizidi kuongezeka, alafu wao ndio walikuwa wanazaa sana. Ukisoma sura ya kwanza, hii sura ya kwanza aya 8, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua nani? Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramesesi. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo unaweza kuona pamoja na mateso yote,
Mungu aliendelea kuwabariki. Yaani ndio uzuri wa Mungu. Unajua mfalme mpaka akaamuru watoto wote wa kwanza wafanye nini? Wa kiume wao. Lakini wale wazalishaji, kwa sababu walikuwa ni Waebrania, walisema hatutosikia sauti yao, hatutoua. Unajua, ukiwa mwaminifu, nataka niwape hisi ile, ukiwa mwaminifu ndio nimegundua kwenye Biblia, ukiwa mwaminifu hata adui yako afanyeje, utazidi kubarikiwa. Narudia tena, ukiwa mwaminifu kwa Bwana, hata adui yako afanyeje, utazidi kubarikiwa. Labda uamue kuifuata sauti ya adui yako. Ukiifuata sauti ya adui utatikisika, lakini ukiifuata sauti ya Mungu katikati ya changamoto zote, ziwe zinazotokana na matokeo ya dhambi ama zitakazoletwa na adui, zote ni matokeo ya dhambi, nataka nikwambie utazidi kustawi. Utazidi kustawi. Utazidi kustawi kwa sababu ya uaminifu wako kwa Mungu. Israeli waliteswa. Israeli walipatiwa mateso yote, lakini katikati ya hayo mateso waliendelea kusonga mbele na kumtumaini Bwana. Waliendelea kumtazama uso wa Bwana. Waliendelea kumkimbilia Mungu wa baba yao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na ndiyo sababu Mungu alimuinua Musa. Alimuinua Musa. Hilo ndio kwa somo langu leo, labda siku nyingine. Mungu alimuinua Musa katika mazingira haya magumu. Mungu alimuinua Musa. Mungu alisikia kilio chao, akasikia maumivu yao, akasikia mateso yao, akasikia masumbufu yao, akasikia mizigo yao waliokuwa wanayapitia. Na Mungu akasema, sitowaacha muendelee kuteseka. Sitowaacha. Asubuhi hii ya leo nimekuja na ujumbe mfupi kuwatia moyo, ya kwamba Mungu akasikie kilio chako. Mimi sijui unapitia mzigo gani. Mimi sijui shetani anakutesa kwa mzigo gani. Sijajua shetani amepandikiza nini katika familia yako, katika masomo yako. Sijajua na sijui. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu asikie kilio chako. Mungu asikie kilio chako. Mungu asikie kilio chako na kuangalie, ayajibu maombi yako, akutendee sawasawa na utukufu wa jina lake. Katikati ya changamoto, sikiliza, hakuna mahali katika neno la Mungu ambapo amesema katika sayari ya dunia iliyochafuka na dhambi mambo yatakuwa rahisi. Hakuna. Lakini Mungu amesema hivi, ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. Nitakuwa na wewe katika njaa, nitakuwa na wewe katika ugonjwa, nitakuwa na wewe katika mateso, nitakuwa na wewe katika kukosa ada, nitakuwa na wewe popote. Changamoto yoyote katika dunia hii, iletwe na rafiki yako, iletwe na ndugu
iletwe na mchumba wako, iletwe na mume wako, iletwe na yoyote, wewe dumu kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Dumu kuwa mwaminifu. Mateso ya Wamisri yaliletwa na mfalme, yaliletwa na kiongozi, na ni shetani alikuwa anamtumia. Mateso yote yakashindwe kwa jina la Yesu kuanzia asubuhi ya leo. Yakashindwe, yatoweke. Kazi yako wewe ni moja tu, na nataka nikwambie, kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Dumu kuwa mwaminifu. Kama umesoma vizuri kisa cha Yusufu, alidumu kuwa mwaminifu, na Bwana hakumwacha. Bwana alisimama na yeye, na ndio in fact yeye ndiye, kama unasoma vizuri, ndiye chanzo cha Waisraeli kuwa Misri kwa sehemu kubwa. Bwana hatakuacha. Bwana hatakuacha. Nasema Bwana hatakuacha. Bwana hatakuacha. Hata kama Yusufu ataondoka, Mungu atainua mwingine anaitwa Musa. Musa akiondoka, Mungu atainua mwingine anaitwa Yoshua. Bwana asifiwe. Yoshua akiondoka, Mungu atainua wengine. Mungu yuko na wewe. Mungu hawezi kukuacha. Nataka nikuhakikishie, wako katikati ya wale wa Misri wa Israeli ambao wengine wako waaminifu, walikuwa wanaendelea kuabudu miungu, wale walipotea. Unajua kuna watu ambao katikati ya changamoto wanatafuta njia mbadala. Hata wako wanafunzi katikati ya changamoto wanatafuta njia mbadala. Wanasema ngoja niende kwa mganga kienyeji, atanisaidia napata ada, atanisaidia nafaulu mitihani, atanisaidia napata mchumba, atanisaidia ataimarisha ndoa yangu, atanisaidia ataimarisha mapenzi. Mimi nimedumu kwenye imani mbili tangu nilipozaliwa mpaka miaka 20. Niliishi kwenye Uislamu na upagani. Tangu miaka 20 ipite mpaka sasa nilionayo, nimeishi kwenye Ukristo na nimejifunza dini zote. Yeyote aliyetoka katika mikono ya Mungu akatafuta njia mbadala alipotea moja kwa moja. Usalama wako uko kwa Yesu. Nasema usalama wako uko kwa Yesu. Nasema usalama wako uko kwa Yesu. Usalama wako uko kwa Yesu. Kama unaamini sema amina kubwa kabisa. Usalama wako uko kwa Yesu. Usitafute njia za mkato. Nenda kwa mchawi, nenda kwa bibi yangu, nenda kwa mjomba wangu, sinaenda kwa shangazi yangu akanitengenezee dawa. Utapotea milele. Utapotea milele. Maana umeamua kutafuta nguvu za ziada zikusaidie, sio Mungu. Na kama uko hapo unatafuta nguvu za ziada zikusaidie, wachana nazo. Yesu anatosha peke yake. Yesu anatosha. Hivi karibuni, si mimi ni mchungaji. Mimi ni mchungaji. Babangu sio alisikia kitu gani napitia huko, akasikia labda anaumwa. Ni kawaida yake. Anambia nakutaka Jumamosi. Babangu sio Mkristo, wala sio Muislamu asilimia mia. Namfahamu. Au asiogopi kusema hivyo. Akaniambia njoo nikutengenezee dawa. Hili juzi haijapita wiki 2. Nikamwambia asante, ila nina Yesu. Bwana asifiwe. Juzi alinipigia simu, unaendeleaje?
Naambia nina mafua tu ila yanaisha. Na nikamwambia ninatoka kanisani. Maana aliniita siku ya Jumamosi. Ile tulienda kusali kule Excellent ya Kibaha. Ukiwa na Yesu kila kitu kinakuwa sawa. Hata walimu nawaambia, ukiwa na Yesu mambo yenu yatakuwa sawa. Bwana asifiwe. Jamani, ukiwa na Yesu mambo yenu yako sawa. Mshike jirani yako mkono, mwambie mambo yako yako sawa ukiwa na Yesu. Na Yesu akasikie kilio chako. Asikie kilio chako leo. Hilo ndio somo. Maana Israeli walikuwa, Bwana asifiwe sana. Waliomba, wakalia. Sasa wewe unachikia muda wa maombi. Tena nusu saa, dakika 20, dakika 10 za kuomba. Israeli walilia, waliomba, waliugua. Bwana asifiwe. Wewe una muda wa kuomba. Muda wa kuomba. Mwingine tumepewa hapo, umepewa risali moja tu. Lakini unaona ni kama adhabu. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Nasema hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Hiyo sio roho ya Mungu, ni roho ya shetani. Ikutoke katika jina la Yesu. Israeli walikuwa, soma fungu la 23, sura ya 2. Soma Luka wasikie. Sura ya 2 aya 23. Neno la Bwana linasema, hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Bwana asifiwe sana. Wakalia. Unadhani yalikuwa ni maombi ya kawaida? Yaani yalikuwa ni maombi. Unajua nilisoma wiki hii, napenda kusoma sana mimi mambo ya Mungu sana, lakini kuna mahali nikasoma nasema, mmoja aliandika akasema machozi Mungu anasikia kilio pia ni maombi. Yaani kilio chako ni nini? Ni maombi. They cry. Mpaka Mungu akasikia. Leo mwite Mungu mpaka asikie kwa jambo lako. Nasema mwite Mungu mpaka asikie kwa jambo lako. Kama ni masomo mwite asikie. Kama ni ada mwite asikie. Kama ni ugonjwa mwite asikie. Kama ni kwa ajili ya taifa la Tanzania mwite Mungu asikie. Kama ni kwa ajili ya mwalimu wako ita asikie. Kama ni kwa ajili ya chuo hiki ita Bwana asikie. Kama ni kwa ajili ya baba yako, babu yako, ndugu zako na marafiki zako ita Bwana asikie. Bwana asifiwe sana. Ita. Na hakuna mtu atakuzuia. Nenda chumbani lia. Hata hapa sasa tunaomba lia kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Omba. Yes, 1 hour you are crying. Na baba wengine ni warachi. Mimi maisha yangu ya wanafunzi nilikuwa napenda sana muda wa maombi. Hiyo inayokuzuia kuja kwenye maombi ni pepo, na ishindwe kwa jina la Yesu. By the devil himself, not God. Mtu ambaye anaongoza kiroho anafurahia maombi. Muda ule ulitengwa wa maombi anaufurahia. Na tena ana muda wake mwenyewe binafsi wa maombi. Kama huna muda wa maombi wewe mwenyewe binafsi leo, nenda katafute muda wa binafsi wa maombi. Na kuagiza kwa jina la Yesu, katafute muda wako binafsi wa maombi na kusoma neno la Mungu.
wa kusoma neno la Mungu na kuomba. Mitume na manabii wote walikuwa na muda binafsi wa kusoma neno na kuomba. Sasa wewe kabla ya kulala unalala tu bila kuomba? Kweli unategemea ushindi? Umeamka asubuhi hakuna maombi, unakula chakula hakuna kuomba. Hata maji kunywa uombe, unachukua tu kuvugu, halafu ukiumwa unasema basta niombee. Nikuombee vipi sasa? Unaanza mtihani bila maombi. Hapana, haiwezekani. Israeli walilia, waliomba. Haleluya. Walilia wakaomba. Mlilie Bwana. Tunaenda kuomba sasa. Mlilie Bwana. Nikwambia wakati naongea mlilie Bwana, Bwana asifiwe. Na sio lazima utoe sauti ya juu. Mungu anaangalia moyo wako. Mungu anaangalia moyo wako sasa. Yaani Mungu anaangalia moyo wako. Anaangalia moyo wako. Shika mkono jirani yako, mwambie tuombe sasa. Mwambie naomba tuombe. Mwambie hata umefika hujamsalimia jirani yako, mwambie naomba tuombe. Na sijajua mtaombeana nini leo, lakini omba. Leo ni siku ya maombi. Sijaangalia mimi tena. Mimi nimewambia muombe. Na mimi nitajiombea hapa. Kwa dakika kama 5, wala usiwe na haraka. Unapoomba pia leo ombea taifa letu. Bwana asifiwe. Unapoomba leo ombea na taifa letu. Omba sasa. Omba. Omba na jirani yako. Omba na rafiki yako. Omba na rafiki yako. Siombe mwenyewe, omba na rafiki yako. Yeah.
Tuombe. Baba yangu na Mungu wetu, asante kwa sababu umesikia na umejibu maombi ya watoto wako na unawatendea sana mapenzi yako. Endelea kuwa pamoja nasi sote sasa na hata milele, katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Bwana